Wakati nimekaa hapa nimemwona binti mmoja ambaye tangu kanisa limefunguliwa amenigusa sana. Yeye ile siku ya tarehe 29/30 alikuwa tu nyumbani kwake, anatoka nyumbani anakwenda kwenye shughuli zake, akapigwa risasi. Kapigwa risasi ikaingilia nyuma, ikatokea mdomoni, na kwa hiyo akapelekwa hospitalini. Na kufika kule hospitalini, nisiyaelezee sana ya hospitali, lakini nijenge hoja yangu. Kwa hiyo amekuwa akifanyiwa operation tena na tena. Amefanyiwa operation zaidi ya 4, 5. Nimefurahi kwa sababu nimemwona leo yuko pale, amesuka vizuri na amekaa vizuri. Hebu njoo binti yangu, njoo. Bahati swini nzuri, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Huyu ni mwanachama mwenzangu. Wakati nazungumza kwenye jimbo la Kawe, yeye ndiye alikuwa anaongoza hamasa, lakini mshirika wetu. Anatoka nyumbani siku ile, ilikuwa unaongea sasa kidogo. Anatoka nyumbani, watu wanapita barabarani, kampiga risasi, ikatokea ikapita huku, ikatokea kwenye kinywa. Lakini Mungu aliye shujaa wa kulinda amemlinda. Bwana ni shujaa wa vita. Nilipomwona mara ya kwanza, nilimwona amefungwa waya mdomo mzima. Baadaye tukaamua sisi tutalipa gharama za operation zake. Tumelipa operation zote 3, zimefanikiwa. Leo yuko hapa, amesimama mbele hapa. Tumpigie Bwana makofi. Hakwenda kwenye maandamano popote pale, alikuwa nyumbani kwao tu. Na nimemsema huyu kwa sababu nimemwona hapo na nilihusika sana kwenda sababu wakati tunatembea shina kwa shina kwenye jimbo la Kawe,